Chumvi ni miongoni mwa viungo muhimu ambavyo wanadamu wamekuwa wakivitumia katika mapishi yao ya kila siku. Lakini pia chumvi ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikitumiwa katika ulimwengu wa kiroho katika matumizi mbalimbali. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, chumvi inaweza kuyabadilisha maisha yako, kwani kuna nguvu za kiungu katika chumvi. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni mambo gani ambayo yanakwenda kutokea katika maisha yako utakapoweka chumvi katika viatu vyako asubuhi mara baada tu ya kuamka kabla ya kwenda kwenye mizunguko yako. Kama na wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kabla sijakwambia ni kitu gani ambacho kinaweza kwenda kutokea kwenye maisha yako utakapoweka chumvi kwenye viatu vyako, ngoja nikwambie kwanza ni kwa namna gani unavyotakiwa kutumia chumvi katika viatu vyako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, chukua chumvi kidogo, inaweza ikawa chumvi ya mawe, ila hakikisha unaisaga. Chukua kidogo tu, inyunyuzie ndani ya kiatu ambacho unakwenda kukivaa. Utakapofanya hivyo, vaa kiatu chako na kisha endelea na matembezi yako ya kila siku, ama endelea na shughuli zako za kila siku. Endapo utafanya hivyo, vifuatavyo ni vitu ambavyo utakwenda kuvishuhudia katika maisha yako. Namba 1, utakwenda kupata ulinzi dhidi ya nguvu za giza. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini katika shughuli zako za kila siku. Unapotembea, unakanyaga vitu mbalimbali. Vipo baadhi ya vitu vya kiroho ambavyo unaweza ukavikanyaga, na kupitia vitu hivyo ukajikuta ukipokea nguvu mbaya ama ukapokea laana au mikosi kutokana na maeneo hayo ambayo umeyakanyaga, kufanyiwa matambiko mbalimbali. Na zipo nyakati ambazo unaweza ukajikuta umekanyaga sarafu ama umekanyaga baadhi ya vitu ambavyo vimefanyiwa matambiko. Kitendo cha kukanyaga vitu hivyo, basi matambiko ambayo yalikuwa yamefanywa yatakuangukia wewe. Yani kama mtu alitoa laana na laana hiyo akaiweka kwenye sarafu na sarafu hiyo akaitupa, ina maana yeyote atakayekanyaga ama atakayeiokota laana hiyo au mikosi au magonjwa au nguvu zozote za giza zitakwenda kumuingia mtu huyo. Lakini kwa sababu wewe ulipoamka asubuhi umeweka chumvi ya mawe kidogo katika viatu ambavyo umevivaa, kumbuka nguvu za giza haziwezi kuchangamana na chumvi ya mawe. Utakapokanyaga katika eneo hilo, hakuna chochote ambacho kitakuzuru, kwa sababu tayari utakuwa umejiwekea ulinzi katika mapito yako. Hakuna nguvu ya giza ambayo itakujia. Lakini pia kuna baadhi ya vifungo ambavyo unaweza kuwa umewekwa kwa kutumia ardhi. Jambo ambalo hulijui ni kuwa ardhi ni element ya kiroho ambayo baadhi ya watu wanaoweza kutumia nguvu za giza wanaweza kuitumia pia ardhi wakakuweka kwenye kifungo, na maneno ambayo wanaweza kuyatumia dhidi yako, watalitaja jina lako na kisha watasema hivi: ikiwa fulani bini fulani anatembea katika ardhi, basi milango yake isifunguke. Haijalishi atakuwa katika taifa gani ama atakuwa katika mkoa gani ama atazunguka katika uso wa dunia kwa kiwango gani, ili mradi miguu yake inakanyaga kwenye ardhi, basi asifanikiwe katika maisha yake, awe mtu wa kuandamwa na mikosi, matatizo na taabu zisizoisha. Mtu atakapokunenea maneno hayo, amini usiamini, kupitia ardhi hautaweza kufanikiwa. Lakini namna mojawapo ambayo itakuokoa katika kifungo hicho ambacho umewekwa kiroho ni kuweka chumvi ya mawe katika viatu vyako, na utakapokanyaga ardhi, basi laana ambayo ulitupiwa haitakushika. Utakuwa mtu huru popote utakapokuwa. Namba 2, utavuta baraka na bahati njema katika maisha yako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, chumvi ina kawaida ya kuvuta positive energy kwenye maisha ya mwanadamu. Utakapoweka chumvi katika viatu vyako, kila hatua unayopiga
nguvu mbaya hutoweka na nguvu nzuri zitakufuata. Kwa sababu hiyo, utajikuta unakuwa mtu mwenye bahati kuliko binadamu wengine, na kila unapoenda utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unapata vitu kiurahisi kuliko watu wengine, kwa sababu baraka na bahati vitaambatana na wewe katika kila safari unayoenda. Namba 3, watu wabaya hawatasogea karibu na wewe kwa namna yoyote. Tunapotembea katika mahangaiko yetu ya kila siku, tunakutana na binadamu wa aina mbalimbali. Wapo binadamu wazuri na wapo binadamu wabaya. Kitendo cha kukutana na binadamu wazuri ni kitendo ambacho kila mwanadamu angetamani kitokee katika maisha yake, na hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye anatamani kukutana na binadamu wabaya kwenye maisha yake. Wakati mwingine, namna ambavyo tunajiweka kiroho kunaweza kukawa ni sababu ambayo inatukutanisha na watu wabaya kwenye maisha yetu, lakini inaaminika utakapoweka chumvi katika miguu yako, yani katika viatu vyako, kila unapotembea, watu wabaya watakuwa wanaondoka na kwenda mbali na wewe, lakini watu wazuri watakuwa wanakuja karibu na wewe. Na hapo utajikuta asilimia kubwa ya binadamu ambao unakutana nao ni binadamu sahihi na si binadamu ambao wamebeba nguvu mbaya ndani yao. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya umekutana na mtu ambaye amebeba nguvu mbaya ndani yake, nguvu yake mbaya haiwezi kufanya kazi katika maisha yako, kwa sababu tayari una ulinzi, kwani chumvi inayo nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo hakuna nguvu mbaya ambayo inaweza kukudhuru. Namba 4, mapito yako yatakuwa na baraka, wala hakutakuwa na laana wala mikosi ambavyo vinaweza kukuandama katika siku hiyo. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mitego mingi ya kiroho hutegwa katika ardhi. Mtu anapotaka kukutega anaweza akachukua nyayo zako, au wakati mwingine anaweza kukutegea mtego katika njia ambayo huwa unapenda kukatisha. Kama hauna ulinzi wowote, kitendo cha kupita katika njia hiyo utajikuta umepata maradhi, ama umeanza kuandamwa na laana au mikosi, ama nyota yako imeibiwa. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, utakapotumia chumvi, basi hata ukipita katika sehemu ambayo umetegwa kichawi, utapita ukiwa salama, na hakuna uchawi, laana wala mikosi yoyote ambayo itakuandama. Mara zote baraka itakuwa inaambatana na wewe katika kila safari ambayo unakwenda. Namba 5, kuweka chumvi katika kiatu ambacho umekivaa kutakusaidia kupona kihisia na kiroho. Hisia zetu zinaweza kujeruhiwa na matukio mbalimbali tunayokutana nayo katika uso wa dunia. Kwa mfano, kuachwa na wapenzi wetu, ama kufiwa na watu ambao tunawapenda, au wakati mwingine kukutana na mazingira ambayo yanatusababishia msongo wa mawazo, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kutuuguza kiroho pamoja na kihisia. Inaaminika mwanadamu atakapochukua chumvi na kuweka kwenye kiatu chake, kadri anavyozidi kutembea ndivyo ambavyo roho yake inazidi kuwa na nguvu, yani anazidi kupata uponyaji wa kiroho, lakini pia ndivyo hisia zake zinavyozidi kuimarika, yani hisia za huzuni zitaanza kutoweka na utajikuta unaanza kuwa na furaha katika wakati huo. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapitia katika nyakati hizo, tumia chumvi huku moyoni mwako ukiamini, kwa sababu chumvi inaweza kubadilisha vitu vingi kiroho kwenye maisha yako. Namba 6, utafunga milango ya bahati mbaya. Wapo baadhi ya watu katika maisha yao milango ya bahati mbaya ilikuisha funguka, na ndio maana siku zote ni watu ambao bahati mbaya haziishi kukatika maishani mwao. Leo utakuta amepoteza fedha, lakini kesho utakuta duka lake limeibiwa. Siku si nyingi utakuta ni mtu ambaye anaandamwa na matatizo yasiyoisha. Ni ishara ya kuandamwa na roho ya bahati mbaya, lakini inaaminika utakapotumia chumvi ukaiweka ndani ya kiatu chako na kisha ukavaa kiatu hicho, basi roho ya bahati mbaya itaondoka na kwenda mbali na wewe. Kwa hivyo hata milango ya bahati mbaya ambayo ilikuwa imefunguka kwenye maisha yako itajifunga na itafunguka milango ya bahati njema, na hapo utashangaa unaanza kupata wateja kwenye biashara zako, lakini unakuwa ni mtu ambaye haukutani na bahati mbaya za mara kwa mara maishani mwako. Mara zote unakuwa ni mtu ambaye bahati njema haziishi kufunguka kwenye maisha yako. Namba 7, kitendo cha kuweka chumvi ya mawe katika kiatu chako
ni kujiimarisha kiujasiri katika ulimwengu wako wa ndani. Binadamu ambao tunaishi katika hii dunia tumegawanyika kwenye makundi mawili. Wapo binadamu wanaojiamini, lakini wapo binadamu wasiojiamini. Inaaminika miongoni mwa vitu ambavyo hupelekea binadamu wengi wasijiamini vinaanzia katika ulimwengu wa kiroho, na vyote hivyo vinaweza kufungwa kwa kutumia chumvi ya mawe. Mwanadamu atakapoweka chumvi ya mawe kwenye kiatu chake, atashangaa siku hiyo anakuwa mtu ambaye anajiamini katika mazingira ambayo awali hakuwa anajiamini. Kuna watu ambao hata kusimama na kuzungumza mbele za watu hawawezi kwa sababu hawajiamini. Hebu jaribu kufanya zoezi hili. Chukua chumvi kama nilivyokuambia, kuwa na imani ya kweli ndani yako, kisha iweke chumvi hiyo katika kiatu chako, alafu jaribu kufanya vitu ambavyo umekuwa ukihofia kuvifanya katika siku za nyuma. Endapo utafanya kitu hicho kwa imani ya kweli, amini usiamini, utakwenda katika hali ya kujiamini na utafanikiwa kufanya kila ambacho ulikuwa hauwezi kukifanikisha, kwa sababu asilimia kubwa ya wanadamu wametawaliwa na hali ya kutokujiamini. Ndio maana vitu vingi ambavyo wanavifanya havifanikiwi kwenye maisha yao. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.